ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu anawaambia wale waandishi watakatifu malaika, anawaambia idha hamma abdi, atapoazimia mtumwa wangu, mja wangu, bifi'li sayyi'atin, kwa kulifanya tendo baya, fala taktubuha, malaika wangu kirama alkatibina, msiandike kwanza, kama katia moyoni tu. Fala taktubuha lahu hatta yaf'alaha, msimwandikie mpaka alitende jambo lile. Fa in fa'alaha, na endapo amelitenda, faktubuha lahu, muandikieni, lakini muandikieni sayi'atan mithlaha, mfano wa ubaya mmoja wa dhambi namna ile ile, msimwongeze zaidi. Wa in tarakaha min ajli, na kama aliazimia kisha alafu asifanye, akaamua kuacha kwa ajili yangu, lakini si kwa ajili ya maradhi, si kwa ajili ya watu watamuona, kwa ajili ya kuniogopa mimi, faktubuha lahu hasana, kule kuacha tu muandikie ni thawabu. Aliazimia kufanya ubaya, lakini akaamua kuacha kwa ajili yangu mimi, muandikie ni thawabu. Wa idha hamma abdi bifi'li hasanatin, na kwa upande wa pili akiazimia mja wangu kulitenda jambo jema, walam yaf'alha, na akawa hakuwahi kulifanya jema hilo, faktubuha lahu hasanatan, muandikieni kwa kuazimia tu wema, basi hata kama hakufanya muandikieni thawabu. Fa idha fa'alaha, amma kwa upande wa wema akiwahi kulifanya jema lile, faktubuha lahu, muandikieni thawabu kwa jema hilo, bi'ashri amthaliha, kwa namna 10 iliyo mfano wake ziada, mzidishieni mara 10, ila 700 dhaf, tena 10 ni kiwango cha chini, bali mtamwandikia mpaka kufikia 700 kwa moja lile, na baada ya 700 kuna nyongeza nyingine vile vile. Balagha min afwihi wa karamihi, Mwenyezi Mungu amefikiria mbali kabisa upeo wa msamaha wake na ukarimu wake. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kana musta'idan daiman liliqa'i Allah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikuwa ni mfano wa pekee, alikuwa ni mwenye kujiandalia siku zote kwa ajili ya kukutana na Mola wake. Alikuwa daima yuko kwenye matayarisho maalum, wakati wowote atakutana na Mola wake. Vipi maandalizi hayo wakiyafanya, ambapo mja wa Mwenyezi Mungu pengine atataka aige na yeye? Kwani man ahabba liqaa Allahi ahabba Allahu liqaahu, yoyote atakayependa kukutana na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atapenda kukutana naye. Wa man kariha liqaa Allahi, na atakayechukia mkutano na Mola wake, kariha Allahu liqaahu, na Mwenyezi Mungu vile vile huchukia kukutana na yeye. Maandalizi gani mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa nayo katika kujiweka tayari kukutana na Mola wake wakati wowote? Kana, alikuwa mjumbe wa Mungu, idha akhadha madji'ahu, wakati anapochukua nafasi yake ya kulala, siku zote hakafiliki. Idha akhadha madji'ahu liyanama, anapochukua mahala pake pa kulala ili alale, qala li rabbil izza, katika matayarisho ya kukutana na Mola wake alikuwa anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, Mola wangu, in amsakta nafsi, mimi naiweka nafsi yangu sasa, usingizi wangu huu nitakaulala hapa, kama umeshahukumu Mwenyezi Mungu kuizuia nafsi yangu nisiinuke tena katika usingizi wangu huu, na kuomba Mwenyezi Mungu, faghfir laha, isamehe nafsi yangu, warhamha, na uirehemu, wa in arsaltaha, na kama utaiachilia bado iendelee kuhuika, fahfadhha, basi nakuomba uhifadhi nafsi yangu hiyo, bima tahfadhu ibadaka salihina, kwa namna ile unavyohifadhi waja wako waliowema. Maandalizi maalum mtume alikuwa anafanya kujiandaa. Ukiyatamka maneno haya bila shaka uko tayari, maana pale kwenye usingizi ndiyo unaaga dunia. Mtume kasema, la tamutunna kama tanamuna, na apa mtakufa kama mnavyolala hivi. Huko kulala ni namna kufa.
wala tub'athunna kama tastayqidhuna, na naapa mtafufuliwa kama mnavyoamka hivi. Kule kulala ni namna ya kifo. Kwa hivyo kama uko tayari kwenye usingizi ule, pengine itakuwa ndio watu wanamkia kushona sanda yake mtu, basi mwambie Mwenyezi Mungu kama mtume alivyokuwa daima akimwambia Mola wake, Rabbi in amsakta nafsi, kama ndiye umehumu kuizuia nafsi yangu kwenye usingizi huu, faghfir laha warhamha, basi nakuomba uirehemu na uighufirie nafsi yangu hiyo. Wa in arsaltaha, na kama utaiachilia bado iendelee kuhuika, fahfadhha, basi nakuomba Mwenyezi Mungu uihifadhi nafsi yangu, bima tahfadhu ibadaka salihina, kwa ile namna ambayo wewe unahifadhi waja wako walio wema. Dakhala as-sahabiyu al-jalilu, aliingia sahaba mmoja katika masahaba wa mbele kabisa, kwa jina anaitwa Abdullah ibn Hubayb. Aliingia sahaba huyu ala Rasulillah, nyumbani kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu kumtembelea. Hakuna kitu kilichokuwa bora kuliko kuwazuru watu wema, na hakuna mwema wakati ule kuliko mjumbe wa Mungu. Masahaba kila mara walikuwa wanafanya ziara maalum kumtembelea, na lile ni jungu kubwa, halikosi japokuwa ukoko, huondoki patupu mbele ya mtume, lazima utondoka na kitu maalum. Amekwenda kumtembelea sahibil qalbi rahim, yule bana mwenye moyo wenye huruma nyingi na rehema nyingi. Zawadi gani ameondoka nayo Abdullah ibn Hubayb? Yeye amekuwa ni niaba tu, zawadi hiyo imewahusu waislamu wote kabisa. Alilompatia mjumbe wa Mungu ilikuwa ni bora kuliko dunia na vyote vilivyochomozewa juu yake. Khairun min ad-dunya wama fiha, alimpa kitu ni bora kuliko dunia na vilivyomo vyote havina maana. Ili kujua kima cha alichopewa, tuangalie hizi sura 2-3 ndo tutajua kama alipewa kitu kikubwa. Sura ya kwanza ni sura Taha, katika aya nambari 120. Mwenyezi Mungu anasema, fasbir ala ma yaquluna, Muhammad subiri juu ya wanayosema makafiri na wabaya wako, wasabbih bihamdi rabbika, na daima uwe ukitakasa kwa sifa za Mola wako, kabla tulu'i shamsi, kabla ya kuchomoza kwa jua, wa kabla ghurubiha, na kabla ya kuzama kwa jua, wa min ana'il layli, na katika nyakati za usiku vile vile usighafilike. Fasabbih, endelea kumtakasa Mola wako na sifa zake, wa atrafa an-nahari, na katika sehemu za mchana vile vile ufanye haya, la'allaka tarda, ili wewe huenda ukaridhiwa, wa la'alla min Allahi wajib, na la'alla inapotumika kutoka Mwenyezi Mungu ni ina maana kwamba utaridhiwa kwa kufanya hivyo. Hakuna la'alla kwamba ya huenda labda, hakuna labda kwa Mwenyezi Mungu. La'allaka tarda, yani wewe utaridhiwa na Mola wako kwa kufanya hivyo. Na waachilie mbali wanaosema wayaseme, wanaopanga njama na wapange. Mimi nakwambia dawa yao ni hii. Ukighafilika hapa tena, mimi nakuacha mkono mja wangu, jitie kwenye himaya yangu kwa kuwa na desturi hii moja hiyo. Pahala papili, Mola wake anamwambia Muhammadi, wala qad na'lamu, kwa hakika sisi tunajua, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, ya kwamba wewe kinafanya dhiki kifua chako kwa wanaoyasema maadui zako. Hulali huli kwa raha, alimradi unakondeana fikra kila wakati ziko pale pale. Sisi tunajua kwamba wewe kifua chako kinapata dhiki bima yakuluna, lakini nakwambia dawa yao kubwa, fasabbih bihamdi rabbika, ingia kwenye himaya yangu, kuwa na rutuba katika ulimi wako kunitaja mimi kila mara, takasa kwa sifa za Mola wako, wakun minas sajidina, na uwe ni miongoni mwa wanaosujudu kila mara kwa kusali ibada za sunna za nawafil, qiyamul layl. Waabudu rabbaka, na uendelee kumwabudu Mola wako bila ya kusita, bila ya kukatakata. Umefanya miezi miwili, mesita hakuna, umefanya wiki 3, mwezi mzima hakuna. Waabudu rabbaka, na uendelee kufululiza kumwabudu Mola wako, hata yaatiyaka al-yaqin, mpaka ikufika yaqini. Na yaqini ni mauti, ndiyo atakayokuonyesha kwa hakika mambo yalivyo akhira.
Yaqini ni mauti. Hiyo ni aya katika sura Al-Hijri nambari 97 mpaka 99. Ili tujue Abdullah bin Hubayb alipewa kitu kuliko dunia na vilivyomo duniani. Aya nambari 3 au aya ya 3, Mwenyezi Mungu anamwambia tena mtume wake, fasbir ala ma yaquluna, subiri Muhammad kwa yale yote unayosema wabaya wako, wasabbih bihamdi rabbika, na uwe daima unatakasa kwa sifa za Mola wako kwa kumsabihi, kabla tulu'i shamsi, kazi hii uifanye kabla ya kuchomoza jua alfajiri, wa kabla alghurubi, na kabla ya kuzama jua wa ushawahi kuleta tasbihi, wa min al-layli, na katika nyakati za usiku, fasabbihuhu, mtakase tena Mwenyezi Mungu, wa adbara sujudi, na wakati nyota zinapotoa mgongo zinakwenda zake hazionekani wakati ule. Hii ni katika sura Kafu nambari 39 mpaka 40 aya. Mwenyezi Mungu akamwambia tena, wasbir li hukmi rabbika, Muhammad endelea kusubiri kwa kungojea uamuzi wa Mola wako unakuja, na utaona na walimwengu wataona vipi Mwenyezi Mungu atahukumu. Fa innaka biayunina, kwani wewe uko kwenye hifadhi yetu, kwenye ulinzi wetu, kwenye macho yetu tunakuona, na sisi tumeshakadiria kwamba wewe ni mtume wa mwisho na hutaondoka duniani, hawatokudhuru hao mpaka kazi imalizike, mpaka wahi umalizike wa mwisho. Fa innaka biayunina, kwani wewe uko kwenye hifadhi yetu, wasabbih bihamdi rabbika, na daima usighafilike na tasbihi, kuwa ukimtakasa kwa kumsifu Mola wako, hina taqum, wakati unaposimama, wa min al-layli, na katika nyakati za usiku, fasabbihuhu, mtakase Mwenyezi Mungu tena, wa idbara nujum, na wakati nyota zinapotoa mgongo zinakwenda zake. Hii ni katika surati Tur nambari ya aya 48 mpaka 49. Turudi sasa katika ziara ya Abdullah bin Hubayb kwa mtume. Amemtembelea mtu ambaye yuko amama alhabibi Muhammadin, mbele ya mtume wa Mungu. Sasa kenda kumzuru tu Muhammad ibn Abdullah, madha sayuqaddimu lana, hapo Muhammad atatoa nini kwetu sote waislamu, na si kwa Abdullah bin Hubayb peke yake. Madha sayuqaddimu lana rasulullah, yuqaddimu lana 3 adwiya, atatoa kwetu sisi dawa aina 3. Wa hadhihi aladwiya, na dawa 3 hizi al-3 la tustamalu, hazitumiwi dawa hizi kama dawa zile mtu anazopewa hospitali akaambiwa kabla ya kula fanya kitu kadhaa kadhaa, baada ya kula fanya kitu kadhaa kadhaa. Hizi ni tofauti. La tustamalu qabla al-akli, hazitumiwi kabla ya kula au baadahu au baada ya kula. Inma tustamalu fi sabahi, hizi dawa zatumika asubuhi mapema mtu akiamka, wal masai, na jioni kabla jua kuzama. Amma adhkaru sabahi, ama hizo dhikri za asubuhi, lakini sheti mtu achunge time. Ikikosekana time, dawa imekwenda na maji. Lazima uwahi ndani ya wakati. Ukivuka wakati, hata hawa madaktari wa kidunia anakwambia hukufuata ile maelekezo niliyokuambia, umetumia sivyo. Kwa hivyo dozi imemalizika, dozi imeharibika. Cheti ufanye kwa mujibu wa saa. Ikifika time kadha, baada ya masaa 6 lazima uje zako upate chloroquine injection. Ukiivusha hapo, basi hatuwawezi mbu ulionao mwilini mwako, watakushinda. Na huku vile vile lazima uchunge wakati maalum. Amma adhkaru sabahi, kitakiwacho kwa mja kwa hakika ni kufanya rutba, mbolea nzuri kwenye ulimi wake, kusitokezee ukame kwenye ulimi kwa Muislamu ikawa hakuna kumtaja Mungu. Akiacha mtu akighafilika na kumtaja Mungu kila mara, ndiyo matatizo yatamwandama yeye, mkewe, wanawe, nyumba zimeharibika, utaziona. Hizi ni dawa maalum, kwa sababu kila mara tunapata ugeni sisi, vijana wa kiume kwa watu wazima na watoto, vijana wa kike kwa watu wazima na watoto. Kila wakati, kila siku zinakuja kesi mbalimbali za ugonjwa, wasiwasi, mashetani majumbani, anaumwa na hivi na hivi. Katika pekua ya vitabu tumekutana na dawa aina 3 mtume katoa guarantee.
Amma adhkaru sabahi, ama dhikri za subuhi, fatabidau, hizi zinaanza min tului alfajiri, time yake ni kuanzia kuchomoza kwa alfajiri, ila tului shamsi, mwisho wake ni kuchomoza kwa jua. Likichomoza jua basi time imekwisha. Akifanya mtu atakafanya atapata mambo mengine, lakini sio ile dawa ile kusudiwa, wakati wake ushaondoka. Kupata atapata tu, madama anamdhikiri Mungu atapata tu, lakini silo lile lililolengwa maalum. Wa amma adhkaru almasai, na ama dhikri za jioni, fatabda'u min salati al-asri, hizo zinaanzia kuanzia sala al-asiri pale ila ghurubi shamsi, mpaka jua kuzama. Likizama jua basi dawa zile hazifanye kazi tena. Akileta mtu atapata jambo jingine, lakini silo ile ambalo limelengwa maalum. Hadhihi adwiyatul habibi Muhammadin, hizi ni dawa za mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Fiha shifaa'un lilqulub, ndani yake kuna garanti ya dawa inayotibu maradhi ndani ya moyo. Fiha dhihabun lilhammi, ndani yake mnakuondosha sononeko la roho. Haja alionayo mtu kwenye moyo wake haipati au haimuondokei, basi hapa tayari ataondosha. Walhuzni, na huzuni itaondoka kwake, kwa mkewe na mwanawe, na kama wanawe ni manunda au sikii, hii hapa dawa sasa. Taalau, sogeeni karibu kwa nyoyo na masikio, ila iyadati tabibi, katika utembelewaji wa ukaguzi. Kenda mtume kutembelewa na Abdullah bin Hubayb, ila tabibi al-azim, kwa daktari aliyemkuu Muhammad ibn Abdullah. Dakhala alayhi Abdullah ibn Hubayb, kaingia kwake Abdullah ibn Hubayb. Fama huwa ad-dawa'u alladhi sarrafahu, ni dawa gani ambaye katoa mtume kumpa au kazitoa lana kwetu sisi habibul qulubi, yule mpenzi wa nyoyo Muhammadun. Inna ad-dawa'a alladhi yusarrifuhu Rasulullah, dawa alizotoa mjumbe Mwenyezi Mungu, laisa khasan biwahidin, hazikuwa zinamhusu mtu mmoja peke yake Abdullah ibn Hubayb, lianna Muhammadan nabiyyun alamiyun, kwa sababu Muhammad ni mtume wa dunia nzima. Mola wake anamwambia, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatuja kupeleka Muhammad isipokuwa uwe ni rehema kwa walimwengu wote, si kwa watu fulani tu, kama ilivyokuja katika sura al-Anbiya aya nambari 107. Qala lahu ya Abdullah, mtume kaanza kumwambia mgeni wake aliyemzuru, Abdullah, we naam, labbaika ya Rasulullah. Kaitika kwa haraka akamwambia, kul, sema Abdullah. Niseme? Qala famadha aqulu, lakini hujaniambia niseme nini? Niseme kitu gani? Qala, anasema Abdullah bin Hubayb, faqaraa, akasoma mjumbe Mwenyezi Mungu, qul huwa Allahu ahad mpaka mwisho. Kisha akasoma qul a'udhu birabbil falaq mpaka mwisho. Kisha akasoma qul a'udhu birabbin nas mpaka mwisho. Alipokwisha kusoma sura hizi akamwambia, iqra'aha thalath, zisome hizi mara tatu, thalatha maratin idha amsaita, utapofikwa na jioni usije ukaghafilika hata siku moja. Ukija ukitoka siku moja tu umekwisha kuchafua mambo yote, itabidi uanze upya baadaye. Weka kwenye moyo wako vitu vigande barabara, hapana kughafilika. Kama unajua litokalo kwa mtume ni jambo muhimu sana kwako, basi hili nimekupa muhimu sana kwako wewe na watu kama wewe. Wa idha asbahta, na vile vile waseme hayo mara tatu wakati unapoamka asubuhi mapema kabla ya kuchomoza. Tena nakwambia isitoshe, wa hasin biha ahla baitika, weka ngome kwa sura hizo watu wa nyumbani kwako, zisome sana nyumbani. Na unapotoka huku nje huku, kabla kuingia nyumba, hakikisha umesoma kwanza huku nje huku, halafu ingia kwa bismillahi walajna, bismillahi kharajna, bismillahi rabbana alayka tawakkalna. Na ukiweka mguu na nyumba, akiwemo mtu nani hakiwemo mtu nani, tamka, malaika wamo mle, tamka assalamu alaikum wa rahmatullahi, ingia ndani sasa. Ukiishi hivyo hughafiliki, halafu tizama mambo utakayoanza kuyaona katika nyumba yako. Unaona nini sasa?
lile tirigivyogo na gomvi na maharibiko na hivi na hivi na kupotokewa na watoto bado kunaendelea vile vile. Vile vishindo vile vya papatu mashetani wametawala katika majumba bado vingalipo. Mtume akamwambia fa inna Allaha yakfikum, hakika Mwenyezi Mungu atakutoshelezeni bihadhihi suwari, kwa sura hizi, kula su'in, na kila ubaya, kula su'in, na kila ubaya wowote ule. Isitoshe Abdallah, wa qara'aha ala auladika, nazisome hizi juu ya wanao wasiojua kusoma. Kusanya toto ndogo ndogo za miaka mitatu minne mitano mitano zile kulala pale, waite wote njoni hapa, wakumbatie hivi, soma sura hizi, soma sura hizi mara tatu, kisha wapulizie mkono wako, wapake wote, waambie kalaleni. Inna hadhihi suwari thalatha, hakika sura hizi tatu, difaun jawiyun, ni silaha ya kukinga, tena inakinga kwenye space, kwenye anga, kabla ya kufika ndani ya nyumba. Kama kuna hatari inaning'inia huko kwenye anga, basi kule inapasuka kuchawanya kila kitu kabla hajafuka hata mtu ndani ya nyumba, huko kwenye space, nje moto huko. Matinun, tena madhubuti mno, haishindwi na chochote silaha hiyo. Dhidi gharati shaitani, zinakwenda kinyume na mbabaisho na ghururi na udanganyifu wa shetani arrajim, hushindwa, hafanyi kazi. Difa'u min Allahi, ni kinga itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Wa ya laita alladhina ya'taqiduna alkahna, laiti wale wanaoitakidi makuhani kila siku safari, mguu mosi mguu pili kwa watu hawa. Laiti wale ambao wanaitakidi makuhani, wal mash'udhina, na wale wababaishaji wapigaji ramli ya laiti watu hawa yaarifuna hadha alkalam, wangeyatambua maneno haya ya mtume wa Mungu, wakaachilia mbali kwenda kudanganywa kila siku na kuadhiriwa. Na mwisho makuhani wanatoa dawa. Juzi kaingia sahibu yangu mmoja analia, ananiambia mke wangu anatoka bila ruhusa yangu, anachukuliwa na shoga yake, anapelekwa ugangani huko. Imefikia stage mganga katoa maamuzi, wewe maradhi yako ulionayo haya, jini hili lilokufika kwenye goti lako, pana jini kwenye goti, na hakuna dawa isipokuwa akuache mumeo. Unaachisha? Yani sasa hivi ukifika kadai talaka, mumeo akuache, akishakuacha ndoa yako. Kumbe mipango inapangwa kwa pamoja kule na waganga, kuna mtu tayari standby, kisha kakitako. Dawa yako wewe ni kwamba udai talaka, akishakuacha wewe basi dawa yako. Isma' ila khitabillahi ila habibi Muhammadin, tega sikio kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu anamkhutubia mtume wake mtukufu mpenzi. Isma' ila rabbil izza, tega sikio kumsikiza Mola mtukufu. Yakulu lisayyidil jalil, anamwambia bwana mtukufu Muhammadin, qul, Muhammad tangaza waziwazi, sema kinywa kipana duniani, waambie watu wote, mimi Muhammad la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Mimi Muhammad, cheo changu nilicho nacho, siwezi mimi kujimilikishia nafsi yangu la kunufaisha wala kunidhuru illa ma shaa Allah, isipokuwa lile ambalo Mwenyezi Mungu amelitaka. Walau kuntu a'lamul ghaiba, na lau kama mimi ninajua siri, lastakthartu min alkhairi, basi ningejisogezea khairi nyingi mie. Nani asotaka mazuri binadamu? Wama masani yasu, na wala usingenifika ubaya wote mimi, lakini nakwenda Taifu kule na kuba mawe na roa mpaka viatu vyangu, kwa sababu sijui ghaibu ati. In ana, mimi si vinginevyo, illa nadhirun, isipokuwa ni mwonyaji, wa bashirun, na mwenye kubashiria mema, liqaumi yu'minuna, kwa watu wenye kuamini. Idha kana habibul qulubi, itapokuwa mpenzi wa nyoyo, la ya'lamu al-ghaiba, yeye hajui siri, famin aina lihaulai ad-dajjaluna al-athimuna, wapi wamepata ghaibu hawa madajjali watuma madhambi? Wapi wamepata ya'lamuna al-ghaiba? Watu waislamu wanadanganywa bure kabisa, na wanapoteza imani zao, wanachovya, wanaingia katika shimo la ushirikina, watakuja juta halafu baadaye watu. Falnahtarim alaqida, basi waislamu natutukuze itikadi yetu tuloambiwa tuiamini. Walnahtarimu alqur'ana, na tuiheshimu Qur'ani. Walnahtarimu huda khairil anami,
na tuheshimu vile vile uongozi wa yule bora wa viumbe Muhammadin. Innal ladhi ya'lamu al-ghaiba huwa Allahu, ajuaye siri peke yake ni Mwenyezi Mungu. Anatangaza anasema alimul ghaibi, yeye ndo mjuzi wa siri. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, hatokezeshi akamjulisha ghaibu yake yoyote yule, kama ilivyokuja katika sura Al-Jinni aya nambari 26. Ta'ala ila sayyidil jalili Muhammadi, sokeeni karibu kumsikiliza bwana mtukufu Muhammadi. Wa qad sa'at ahwaluna, na hali zetu majumbani humu zimeharibika. Wasiwasi mtupu, katawala shetani. Kama si ugonjwa wa wazimu, basi watoto manunda hawasikii. Katawala ndani ya majumba yetu shetani, si wanawake si wanaume, katuharibia kila kitu. Wadha'ufat aqidatuna, na itikadi yetu ya Uislamu imedhoofika, imedrop, iko chini kabisa, yatakafufuliwa upya. Fa idha dhananta, utapodhani Muislam anna hunaka amalu su', kwamba huko nje au wapi na wapi kuna jambo baya linafanyika, yumkin ubaya upo, mahasidi wapo, ukiona dhani kwamba hilo linafanyika, fadawa'u baina yadaika, basi dawa ya mambo kama hayo iko mbele yako. Ad-dawa'u indaka, dawa unayo usoni mwako. Ad-dawa'u amamaka, dawa iko mbele yako. La tadhhab ila sahara, wacha kupiga mguu mosi mguu pili kwa wachawi, utaangamia. La tadhhab ila almunajjimina, usende kwa watazamaji wa nyota. Faqad kadhaba almunajjimuna walau sadaku, wamesema uongo watazamiaji wa nyota, hata kama unaona nakwambia kweli. Kuna trick wanaifanya, yale mambo yote wanayapika wenyewe yale, na huwa wanaambizana, nakuja huyo matatizo yake ni hivi 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 hivi. Ndio maana watu wanakupa kitu kama kwamba alikuwepo. Ni grupu kubwa hiyo, wanajuana wenyewe, huwa wanaambizana, huyo sisi tushampiga kitu kadha 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 kadha, na akija mwambie hivi 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 hivi. Halafu wewe utashindwa huko, ukishindwa mwambie njoo kwa fulani, na huko mwache ataoja, tutammaliza kila kitu. Sasa taalau, njoni karibu, linusarrifa ad-dawaa min saydaliyati, tupate kuichawanya dawa kutoka kwenye dispensari, kutoka kwenye zahanati Al-Habibi Muhammadin, yabonye bwana mtume. Ikra hadhihi suwara thalatha, kwanza jambo kubwa ni kuzisoma sura tatu hizi, Al-Ikhlas wal Muawwadhataini. Hajapata mtume katika usiku wowote ule katika maisha yake kukosa sura hizi kabla ya kulala, na haikutokezea hata mara moja mtume asali alfajiri au sala yoyote ile asizitumie sura hizi, hasa alfajiri mara tatu sura hizi. Al-Ikhlasu wal Muawwadhataini fa innaha taghsilu baytaka, sura hizi zitaikosha nyumba yako kimiujiza, utashangaa. Itaikosha nyumba min kulli sharrin wa su'in, kutokana kila shari na ubaya wowote. Waalam, na ninapenda ufahamu, madhali utakuwa ukitumia sura hizi kwa ikhlasi, huku ukiwa unaamini, na wanapitana watu wasomaji wa sura hizi, wako wataona miujiza ya hatari, na wako baada ya miaka mingi ndio wataona, kwa sababu inakuwa ni mzaha wasomaji wenyewe, kwa sababu imani yenyewe haikuanguka pale, iko kwingine. Waalam, na kuthibitishia, annahu law ijtama'atil ummatu, wallahi na ukusanyike ummati, ala an yadhurruka, ya kwamba ukudhuru wewe, falan yadhurruka, hautaweza kukudhuru illa labda tena kama kuna jambo qad katabahu Allahu alayka, Mwenyezi Mungu tayari ameliandika jambo hilo likufika wewe, litakufika. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.